Sababu ya saba ambayo inatajwa na ulama wanasema ni an-nafaqatu fi sabilillahi wa kathratu sadaqat. Miongoni mwa sababu za kuleta baraka kwenye kipato cha Muislamu, miongoni mwa sababu za kusahilisha kuifikia riziki ya halali ni an-nafaqatu fi sabilillah, ni watu kujitolea katika njia za Allah, wa kathratu sadaqat, na wingi wa kutoa sadaka. Hili jambo la watu kujitolea mali zao katika dini ya Allah, bali watu wakaweka mafungu maalumu ya sadaka kwa ajili ya Allah, ni jambo lenye athari ya aina yake kwenye kumletea mja riziki na kumbarikia katika riziki aliyokuwa nayo. Wanaeleza ulama huu wingi wa kutoa sadaka na kujitolea katika njia za Allah, wanasema sawaun kanat fil jihadi, ni mamoja huo utoaji wa sadaka kwa wingi umepatikana katika jihadi, ikawa pana mapigano baina ya Waislamu na makafiri, wakajitokeza Waislamu wakatoa mali zao kuliwezesha jeshi la Kiislamu kwenda kupigana, huo ni utoaji. Au fi abwabil khairi wan naf'i, au ikawa ni kutoa sadaka katika milango mbalimbali ya kheri na manufaa, watu wakajitolea sadaka zao katika milango ya ilmu, wakaimarisha madarasa za kusoma, wakawasimamia wanafunzi wenye kusoma dini, waalimu wao wakaisimamia miundombinu yake. Huku ni kujitoa katika jambo la kheri la ilmu. Watu wakasimamia masajid, misikiti, wakaijenga, wakaifanyia ukarabati, bali wakaitunza kwa bajeti zao, wakaweka watu wa kusafisha misikiti, waadhini wa kuadhini, maimamu wa kuswalisha, makhatibu wa kuhutubu, waalimu wa kusomesha, wakawadhamini katika mambo hayo. Bali njia mbalimbali za nafu, watu wakawasaidia mayatima, watoto waliokosa wazazi, ikawa hawana wa kuwalea, wewe ukawalea watoto hao. Watu wakawasaidia wajane ambao hawana waume, wakawasaidia wazee, wagonjwa mbalimbali. Watu wakachimba visima, watu wapate maji katika maeneo makame, na mfano wa khairat na mambo ya nafu kama haya. Ikawa mtu hakosi kufanya mambo kama haya, atafanya kazi atakapofanya, lakini tayari ana kibogo au kibubu mnaita maalumu kwa ajili ya mambo haya. Hili ni katika mambo ambayo yanakithirisha baraka katika mali na yanamsahilishia Muislamu kufikia riziki ya halali. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'an katika sura Saba, ukisoma kuanzia aya 39, sehemu ya aya hii Allah anasema wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Angalia maneno haya, Allah anasema wama anfaqtum min shay'in, na chochote ambacho mnakitoa, chochote ambacho mnakitoa, kile ambacho mnakitoa kiwe chochote kile, fahuwa yukhlifuhu, yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakiwekea badali, wa huwa khairur raziqin, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mbora mwenye kuruzuku subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Mufassir Ibn Kathir Abul Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake alipoitaja aya hii akasema yukhlifuhu alaykum fi dunya bil badali, Allah nyinyi waja wake mkitoa katika mali zenu, Allah anawaletea badali juu yenu katika dunia.